Inawezekana mimi na wewe tuje kwenda Ikulu kwa sababu moja tu. Hatuna mtu Ikulu. Ukweli kabisa. Inawezekana kabisa. Inawezekana usha kwenda, lakini mimi na Ndimbo tuje kwenda kwa sababu moja tu, hatuna mtu Ikulu. Lakini inawezekana kabisa Mama Samia ni shangazi yangu, mingekuwa nishaenda mara kibao, si ndio? Yes. Relationship is everything. Invest on relationship. Wekeza kwenye mahusiano. Sio mahusiano tu, strategic. Why do I need to be closer to Seba? Why? Kwa sababu umekaa na mtu haumsalimii kweli? Usalimii, are you sure? Are you serious? Usalimie basi jirani yako. Because you might sit with a destiny helper. Yaani umekaa na mtu ambaye simu yake moja changes your story. Lakini kwa sababu umekaa umenuna, umeweka earphones zako, umesikiza nyimbo yenyewe bora tuachane. Kweli. That haikupeleki mahali. Yaani I'm telling you haikupeleki popote. Open yourself. Relate with people. Tafuta ana struggle nini Ndimbo, alafu wewe msaidie, alafu ndo wewe anakuwa mshikaji wako. That's where now you come to the point, I need you, you need me. Tunakujua na nini? Umbea, ubui wa Zanzibar. Yeah man, identity is very important. I want to have a very proper foundation ya identity yenye value kubwa nyuma yake. Sawa sawa Kuna rafiki yangu mmoja alimpelekea girlfriend wake zawadi. Yuko Songea, alituma kwa basi. Alituma Big G kwenye basi. Kutuma pasta shilingi 5,000, Big G ni za shilingi 1,000. Yaani kutuma ni expense kuliko hata zawadi iliyotumwa. Lakini that gift remain forever in the mind and the heart of the spouse. Kwa nini? Kwa sababu the small things matters in life. Hata kwenye biashara huku tunafanya vitu vikubwa, yes, lakini there are small details we might overlook. Tunaviona tu ni havituhitaji, lakini tunavihitaji sana kwa sababu ndio vina make a huge impact. Ni muda wa kuchukua nafasi yako katika meza ya HW, tuwasilishe kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa na kukujengea uwezo kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the home of positive vibes. Mr. Brand Charles Loko, makofi kwake tafadhali. The biggest challenge we have, we switch so much. Leo kuna fursa vitunguu unakimbia. Leo kuna sports sema amekuita hapo ITV unaacha unafanya. So make sure you consistently do, hata kama matokeo yaoni kwa sasa hivi, endelea kufanya. Sasa mimi nataka nizungumzie vitu vichache sana kuhusu the business growth and development. Wangapi tunafanya biashara? Wangapi tuna aspire kufanya biashara? Wow. So kuna, okay, this is very interesting. Wale ambao mna aspire kuanza kufanya biashara, this is a disclaimer. Please don't. Usije hata siku moja ukawaza kuanza kufanya biashara. Yaani ofisi yako ina secretary, ina boardroom nzuri, ina kila kitu, afu unataka kuanza biashara. Hiyo si biashara. That is the mindset ya employee. Yoyote anaanza biashara anaanza nyumbani from zero, from scratch. You have to start. Wote mmeanza mnajua, si ndio? So never think kwamba I want to start my business and you have the office kama well furnished, everything's fine, the secretary iko pale, kuna kahawa. No, that is not a business. That is an employee thinking. An entrepreneur starts from where you are. Sasa aibu watakuonaje is not our part. Just get started. Kila mmoja anajua mkono wake. Fanya mkono hivi. This will be my 4 points. 5 points. Tuanze na kidole gani? Chagueni wenyewe. Kipi kianze? Sound. The sound? Yeah. Yes. This stands for power. What? Power. My dear brothers and sisters, in anything you want to succeed in life, you must inject power. Lazima uweke jitihada. Nini? Jitihada, they are priceless. Jitihada itaji wewe kwenda chuo kikuu, ni wewe kuamua kufanya kwa weledi na kwa nguvu. Are we together? Put on the work. Fanya kazi. Jitume. Wakati wenzio wanalala, wake up, fanya, you will see the results. Sasa hauwezi kuwa una dream kwa Elon Musk siku moja
and unalala masaa 12 melala. Like serious. You must have many hours to work. Yeah man, there's no substitute for hard work. There is no way. Mimi nawapenda wa China sana. Chinese, I learned from them the hard work. Those guys work man. Wanafanya kazi, I say. They have no excuse. Wanaofisa wa Mikocheni wengi sana wamenunua nyumba. Pale ni ofisini, pale kuna boardroom, pale kuna kiwanda, pale they have everything on the same platform. No excuse. Sisi hapa Mungu bana. Put on work. Jamani, kufanya kazi all the years za nyuma achana nazo, work now. Sasa tufanye kazi sana. Work. So this reminds you to work hard. Sasa kinachofanya kile gani cha kuona pointer each chashana today. This is for focus. Nini? Focus. Ndugu zangu, focus is everything. Focus. Kwenye focus hapa kuna changamoto. Naifahamu the red car zero. Nani ameona gari nyekundu wakati anakuja? Aliona gari rangi nyekundu alikuwa anakuja. Sema muona moja. So sema tukaona gari nyekundu peke yake. Wangapi wana nyeusi wakati anakuja? Kwa sababu nyekundu hamjaiona, kwa sababu pia hamkuitafuta. Are we together? Lakini ukitoka hapo na penda tafuta nyekundu kupe hela, unaiona sasa. You see what you want to see. Are we together? You see what you want to see. Focus. Kevin kamaliza chuo juzi. Kevin. How many years tangu kamaliza chuo sasa? 4 years, 5 years? Yeah. Yes. Juzi tu kamaliza chuo. Kevin amekuja kwenye platform kama hizi akiwa mwanafunzi wa University of Dar es Salaam. But now is an international trainer. Ameshakuwa mkubwa. Kwa sababu ya focus. Ya nini? Focus. Make sure you focus on whatever you want to achieve. Lazima ufanye hicho kitu kila siku. We are not there into what we want, lakini trust me, focus imetufikisha. Otherwise, na focus inatengeneza credibility. So if I see you doing the same thing, naanza kuambia huyu alijua, huyu anaweza. Si ndio? So make sure you drip the focus 100%. Wangapi mshakuendesha gari ikiwa haina mafuta? Yaani mafuta yanataka kuisha afu taa imeshawaka hiyo. Nyosha mkono kama mshakuendesha gari ikiwa kwenye hali. Madreva tunajua sio? Wangapi mshakuendesha gari ikiwa full tank? Nyosha mkono. Okay, hali ikoje kwenye dashboard? Gari ikiwa haina mafuta. You all time your eyes on the dashboard. Sio? Unaangalia hivi na tatoboa kweli. Lakini kama full tank unakanyaga tu, you have no problem. I want that focus ya taa kuwaka irudi kwenye unachotaka kufanya. The biggest track we have right now, sisi vijana sasa hivi, smartphone inatupotezea muda sana. Be careful, your phone will be smarter than you. Be careful, itakuzidi wewe. So make sure you focus on what you want to achieve. Kinachofuata kingine, chagueni kingine cha katikati. Hiki sasa kutenganisha hichi. Sasa nikapata kesi. This stands for identity. Nini? Tunakujua na nini? Umbea, ubuyu wa Zanzibar. What identifies you? What identifies you? What do you stand for? What do you believe on? Kitu gani kinakutenganisha na watu wote? Sawa kuwa trainer, kuwa speaker is one thing. Kuwa speaker wa aina gani is your decision. Are we together? Sawa kuwa mwalimu is one thing. Or a teacher of what kind is your decision. Ukiwa mwandishi wa habari ni kitu kimoja. Wa aina gani is maamuzi yako. Ambao una research, una taarifa, unasoma, unaitia huruma. It's you decide. So make sure you identify yourself right. Man, identity is very important. Now, I don't want the identity iwe backed up na a splash image. I want
to have a very proper foundation ya identity yenye value kubwa nyuma yake. Sawa sawa eh? So make sure you build that over and over. Kinachofuata relationship, icha katikati, icha chapete, relationship nini? Salimia jirani yako. Salimia jirani. Salimia watu. Seba, msalimia jirani. Ndimbo, msalimia jirani yako. Mshamsalimia? Relationship, mahusiano. Jamani, human being, we are the product of relationship. Si ndio? Sisi wote hapa ni product ya mahusiano. Mahusiano ni kila kitu. Inawezekana mimi na wewe tuje kwenda Ikulu kwa sababu moja tu. Hatuna mtu Ikulu. Ukweli kabisa. Inawezekana kabisa. Inawezekana wewe kwenda, lakini mimi na Ndimbo tuje kwenda kwa sababu moja tu, hatuna mtu Ikulu. Lakini inawezekana kabisa Mama Samia ni shangazi yangu, mingekuwa nishanda mara kibao, si ndio? Relationship is everything. Invest on relationship. Wekeza kwenye mahusiano. Strategic relationship. Sio mahusiano tu, strategic. Why do I need to be closer to Seba? Why? Kwa sababu najua niko na Seba nitajifunza, atani expose vitu fulani nitavijua, and that's how you go about. Mahusiano, wekeza. Umesafiri kwenye basi, kwenye ndege, kwenye train, kwenye any means of transport. The person sitting next to yourself, make sure that person should be your friend. Sasa umekaa na mtu, humsalimii kweli? Yaani usalimii, are you sure? Are you serious? Usalimie basi jirani yako. Because you might sit with a destiny helper. Yaani umekaa na mtu ambaye simu yake moja changes your story. Si ndio? Lakini kwa sababu umekaa umenuna, umeweka earphones zako, umesikiza nyimbo yenyewe bora tuachane. Kweli. So imagine. So make sure you connect with people. You never know when utakutana na mtu. The first day nimepanda SGR, nilikuwa naenda Morogoro, nimekaa na ya mwenzangu. Tukaongea, tukapiga story. Wanafanya kazi Wizara ya Ardhi and we became friends. Baadaye amenisaidia jambo langu fulani, you know, just from that. Lakini ningeweza kuamua kusema kwa nini mimi namhitaji wa nini? That haikupeleki mahali. Yaani I'm telling you, haikupeleki popote. Open yourself. Relate with people, kwa sababu mahusiano ndo kila kitu. Kuna nafasi zingine za kazi watu wanapewa si kwa sababu ya qualifications. Kwa sababu Seba ni mwanangu, hawezi kunisaliti. Kuna nafasi za kazi zingine watu wanapewa kwa sababu these people are loyal to me, not because they qualify. So whom do you relate with? You have to invest strategically. Na mahusiano jamani yanajengwa. Yaani uchukui namba ya simu tu hapa ya engineer hapa leo umechukua namba yake alafu umemaliza. You have to invest on, check on, mkutane, msaidizane kwenye shida na raha. You understand? Provide solutions kwa yule mtu. Kuna mtu mmoja, kuna rafiki yangu mmoja anamtafuta waziri. Siku moja nape story. Waziri wa afya Zen by wait 2-3 years. Nikamwambia sasa nifanyaje kumpata? Yeye ana production house nzuri sana. Mimi nikamwambia sikiliza, fanya kitu kimoja, do the homework. Akafanya documentary ya vituo vya afya vya Dar es Salaam vyote. Alafu baadaye akamwambia mheshimiwa, na zawadi yako nataka kuonyesha. Akaenda akamuonyesha. Alafu aliyempelekea ni msaidizi wake. Tukutaka hata kumuona first time. Baadaye alipiga simu naomba namuomba nimuone aliyetengeneza hii kazi. And from there wakawa marafiki, wanakunywa chai kila siku. Lakini there was an investment before, si ndio? Ili kumfikia yule mtu ambaye might be at a higher level. So make sure you really invest in a relationship ili uweze ku make relevance kwa watu wengine, kwa sababu watu wengine hawakuhitaji, Ndimbo hakuhitaji. Kwa nini huwe naye karibu? Tafuta ana struggle nini Ndimbo, alafu wewe msaidie, alafu ndo wewe anakuwa mshikaji wako. That's where now you come to the point, I need you, you need me. Jamaa tuko sawa eh? Cha mwisho. Hichi hapa. This stands for small things matters in life. Vitu vidogo vidogo kwenye maisha vina impact. Vidogo sana ambavyo they might look like, you know, they don't make sense. Vidogo vidogo tu. Msalimia, umemfungulia mlango. Umeelewa eh? Kuna rafiki yangu mmoja alimpelekea girlfriend wake zawadi
yuko Songea, alituma kwa basi. Na basi za Songea zinatoje zile? Superfeo, excellent. Sasa Songea wanazijua. Alituma Big G zile, Big G kwenye basi. Kutuma parcel shilingi 5,000, Big G ni za shilingi 1,000. Yaani kutuma ni expensive kuliko hata zawadi iliyotumwa. Lakini that gift remain forever in the mind and the heart of the spouse. Kwa nini? Kwa sababu the small things matters in life. Vitu vidogo vidogo ambavyo unaviona havifai, hata wateja wanavihitaji. Hata rafiki yako au jirani yako ukimsogezea kiti vizuri anafurahia, si ndio? Yes. So even hata kwenye biashara huku tunafanya vitu vikubwa, yes, lakini there are small details we might overlook. Tunaviona tu ni havituvihitaji, lakini tunavihitaji sana, kwa sababu ndio vina make a huge impact in life. So make sure as you do everything you want to do, usahau vitu vidogo vidogo ambavyo vinaonekana kama negligible, lakini vina make a huge impact on my side. Inaweza kana kunisalimia, kunisemesha vizuri, kunisaidia tu kuweka koti sawa sawa. Brother amesimama hapa akamwekea mtu mmoja tai vizuri hapa. That was very powerful. Hali Mwijage, utaisahau hii? Huwezi sahau hii. Alafu unabidi uchukue namba bwana. Umeona? Because of the small things. Na mimi nimenotice ile. Oh, umeona hiyo? Una mambo hayo. Tayari ameshapata na zawadi tayari. So small things matters in life big time. Kwa ndugu zangu, mimi niwaombe. Number 1, mimi ni mwalimu, lazima muitikie. Power. Number 2, number 3, number 4, last one. Small things matters in life. Jamani, tumeona ndugu zangu Yeah, so I wanted to share with you this. I am very certain tutakuwa na muda zaidi next time to have more discussion. Lakini remember sisi binadamu, we are the product of relationship. Relate with people, treat them fairly, do not judge them with their appearance, do not respect human beings because of their titles. Respect them because they are your fellow humans. Sawa sawa ukiwaheshimu watu kwa sababu ya vyeo they don't matter. What matters is how you treat me. Sawa sawa hata hapo mko maofisini mnawekewa chai, mnafunguliwa milango, hawakufungulii wewe, wanafungulia cheo. Siku cheo kimeondoka, watafungua mlango? They will not. Why? So fight for people to do that, not because of what you are entitled. Because you relate with people nicely. Sawa ndugu zangu. That is very 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 powerful. Kwa sababu hivi vyeo they come and go, but the humility and the humor lives with us forever. Mungu awabariki sana. Mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa na kukujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the home of positive vibes.